السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام الحمد لله رب العالمين, salatu wassalamu ala rasulillah. Baada hapa ikiwa tuko katika eneo la ofisi ya jumuiya ambayo ni Judai. Chama hiki tunasema ni CEO, Community Based Organization, tukiwa na chairman wa jumuiya, tukiwa na secretary wa jumuiya na treasurer wa jumuiya, na mimi naongea ikiwa ni coordinator wa jumuiya. Community Based Organization kama tunavyojua huwa inahusiana na masala ya vijiji au miji, na maana inaweza ikatoka sehemu ya mjini na kuelekea mpaka mashambani, eneo la nchi nzima ya Kenya. Kwa hiyo kufikia hapo, sina budi kuweza kurejesha nafasi hii kwa coordinator Sheikh Abdulrahman aweze kuelezea majukumu ya CBO yetu. Baada ya hapo tutaendelea mbele inshallah. Karibu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu zangu katika imani, napenda tu kuwafahamisha kwamba jumuiya ambayo tunaieleza hapa mpaka sasa hivi tuko takriban na miaka kama kwenda mwaka wa 4 sasa katika utendakazi wetu wa kidawa, na kama tulivyowafahamisha kwamba tumeregister kama CBO, lakini msingi wa kazi ambayo tunaofanya ni kazi ya dawa, kazi ya kulingania, kazi ya kurekebisha jamii, kazi ya kuunganisha watu, kazi ya kuonyesha watu njia ya sawa katika maisha yao na katika dini yao. Sababu kubwa ya kuchukua hii clip iweze kuwafikia ni kuwafahamisha kwamba hapa tulipo tuko katika eneo ya ofisi ya Judai Dawa Group au Jumuiya ya Dawa ya Uislamu. Na ofisi hii tumeianza ujenzi wake takriban kama miezi 4 au 5 ambayo imepita, lakini ikawa kuna sehemu ambako tumekwama kwa sababu ya mahitajio ya material, vifaa vya ujenzi. Na ifahamike ya kwamba kwa sababu sisi ni CBO, si vizuri wala si ungwana sisi ndiye ambao tujenge wenyewe, kwa sababu sisi tunahudumia jamii. Community ndiye ambayo inafaa ishirikiane na sisi kwa hali na kwa mali mpaka ofisi hii ijengwe. Na tunasema ofisi kwa sababu sisi ni CBO, kwa hiyo lazima tu kuna sehemu ambayo ni center ya kuanzia ili kuweza kutoa service ambazo ni za community. Tukitaka kuserve community lazima kuna sehemu ambako tumeanzia hatua ndio tuweze kuzunguka katika miji na vijiji. Kwa hiyo hapa sehemu ambako tunajenga ni jengo ambalo itakuwa ndio kuna ofisi, jengo ambako kutakuwa kuna watu ambao ni wageni katika Uislamu ambao tumewalingania na wamesilimu, wanahitaji wasome dini yao. Hapa ndipo tutakuwa tunawafundishia. Na msisahau ndugu zangu kwamba mtu akisilimu hakuna ratiba kwamba atasilimu yeye peke yake au watasilimu familia yake peke yake, bali wanaweza kusilimu watu wote, yeye pamoja na familia yake wanaweza kusilimu. Kwa hiyo tukisema ni sehemu ya kufundishia wageni katika Uislamu, ni kuanzia umri ambao ni wa chini, ni sehemu ambako wanaweza kusoma wanawake, ni sehemu wanaweza kusoma wanaume, kwa ni sehemu ambayo bado inahitaji kuwa na watu wa kutosha na sehemu ya kutosha kuweza kuwafundishia. Zaidi ya hapo bado kunahitajika tuwe na wakfu, tuwe na miradi nyingine ambayo inaweza ikaendesha mahitajio ambayo yanahitajika hapa, kwa sababu walimu watakuwa na mbio zao katika kuhudumia, njia ya usafiri, watahitaji watakuwa na familia zao, wanawake zao, wako na watoto, na wao wanahitaji kuweza kuangaliwa katika mahitaji yao. Kwa hiyo wakfu ikipatikana, wakfu ya aina yote, iwe ni nyumba ambayo itakuwa na watu ambao wanakodisha ndani yake, iwe ni mradi ambao labda ni wa kuuza maji, au mradi wote ambao unaweza kuleta mapato, una income, hiyo income ndio iweze kusimamia mahitajio ambayo yanahitajika katika jengo hilo na miradi hiyo katika upande ambao ni wa kiuchumi, upande ambao ni wa kipesa. Kwa hiyo kufikia hapa, mimi napenda nimpe nafasi chairman na yeye aweze kueleza mengine ambayo na mengi tunayohitaji.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in ala umuri dini wa dini wa ba'd. Ndugu zangu katika imani, nafikiri ametangulia coordinator kuelezea kuhusiana na ofisi, akaja spokesman akaelezea kuhusiana na ofisi, na labda kwenye hili neno ofisi kuna wachache ambao wanaweza kulielewa, kwa sababu watu hujiuliza kwa nini uwe na ofisi, au hiyo ofisi inahusu nini masala ya dini. Ikiwa skuli yoyote ambao ni skuli za kiserikali au mambo ya kizungu, hakukosekani ofisi. Hata madrasa zetu ambazo tunafundisha watoto wetu, ndani yake kuna maktabatul mudir. Ni kuonyesha wazi kwamba mahali popote ambapo kuna harakati zinazoendelea ni lazima kuwe na eneo ambalo linapangiliwa hizo harakati. Kwa hivyo lisikutishe kwamba kwa nini ni ofisi, tujenge ofisi. Ofisi ni kwa ajili ya ofisi ya da'wa. Ina maana lazima kupatikane sehemu ambao mashehe wanapanga taratibu zao za kidawa. Hiyo ndani ya hiyo ofisi kutakuwa tuna rekodi mihadhara tofauti na kufanya na kuwaita makafiri katika debate kwenye ofisi hiyo ofisi. Ndani yake kutakuwa kuna vitabu vya watu kusoma mambo ya sheria ya dini yao. Hiyo ofisi ndani yake kutakuwa na kila aina taratibu za watu namna gani watatoka kwenda mashambani kupeleka ujumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo kaa ukijua kwamba unajenga jengo la da'wa ambalo litakusanya mambo yote yanayohusiana na nini na da'wa. Moja, mbili, katika swala zima la hii ofisi ambayo inajengwa hapa inabeba vitu vingapi? Viwili. Ndani yake ni hiyo sehemu ambayo ni maktaba na ni ofisi kabisa, na pia itabeba classes za wageni katika Uislamu. Wale walioslimu wote watakuwa wanafundishwa hapa. Kabla hatujapata madrasa kubwa itakuwa ni inashikilia, kwa sababu sahihi tuna takriban watu zaidi ya 150 ambao wameshaslimu, na wote wanahitajia kufundishwa dini ya Allah. Hatuwezi tukawakusanya kwa msikiti kwa time ambazo zinapangiliwa kulingana na komiti ya msikiti. Kila mmoja aliyeslimu ni watu wazima, kila mmoja ana shughuli zake za hapa na pale. Kuna wale ambao wapatikana temu tofauti, hapa atakuwa anapata nafasi ya kujipanga kwa kulingana na wakati wake kuisoma dini ya Allah. Kitu ambacho tunahitajia kwenu ndugu zangu katika imani, hili jengo hapa lilipofikia sasa hivi limesimama kwa sababu hatuna material au usimamizi wa kuendeleza jengo kama hili. Tunachohitajia kwenu nyinyi Waislamu ni kwamba tupate ufadhili. Aidha mtu ajitolea aseme jengo lote atalisimamia, fabi hawa neema. Ikiwa haiwezekani, lakini kile ulichokuwa nacho ukasema utaleta simiti 10, simiti 1, simiti 2 na mengineyo ukaleta sehemu kama hii, tayari sisi jengo linaweza kuendelea, kwa sababu kwa hiyo kugusana hapa na pale, jiwe moja, simiti moja ndio imetufikisha hapa tulipofikia kama jengo utakavyoliona. Kwa hivyo inshallah ndugu zangu katika imani, tunaomba tutilie mkazo na kila mmoja aweze kusambaza ujumbe kama huu, na mwenye kuwa na fikra tutafute kwa mtandao, namba zetu za simu mtazipata hapo, mjue ni kitu gani ambacho tunakihitajia, kwa sababu umma wa Kiislamu unahitajia kufikishiwa ujumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala. Hatuna mawe, hatuna simiti, hatuna kokoto, hatuna mchanga, hatuna pesa za kulipia mafundi. Hivyo ni vitu ambavyo tunahitajia kwa muda huu wa sasa, na maelezo mtayapata zaidi chini. Ikiwa mtaikiwa na website mtaelewa harakati zetu zinahusiana na nini kwa jumla kuhusiana swala zima la da'wa. Kwa hivyo kwa hayo machache inshallah, namuomba Mwenyezi Mungu atujalie minal ladhina yastami'una alqawla fayattabi'unahu ahsana. Shukran wa jazakumullahu khair. Ikiwa hii ndio sehemu yenyewe, urefu wa hiyo ofisi na mapana yake ndio haya. Kwa hivyo inshallah kufikia hapa, baada ya kozi 6 tunatarajia kuweza kuweka slab ya kokoto juu inshallah. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.